Mtazamaji wa PMTV2, siku ya jana ilikuwa ni siku ngumu sana kwa tasnia ya Bongo Movie ambapo shina lilidondoka. Huyu si mwingine ni Mzee Kambi. Huyu ni msanii wa maigizo ya filamu za Tanzania, lakini pia ni voice over. Tuweza kumuona anafanya debut tofauti kwenye tamthilia kwenye hao wenye sehemu zao. Lakini kikubwa ambacho tuliweza kushuhudia ni siku ya jana ambayo ndio ilikuwa ya mazishi yake. Sasa nakwambia iko ngumu sana kwa sababu tuliweza kuona simanzi kwenye nyuso za waigizaji wenzake, wale waigizaji ngule kabisa, wengine ambao hata hatukutegemea kama wangekuwepo au kwamba bado wapo. Tuliweza kuwaona kwa sababu sasa hivi wengi sana ni tamthilia na ambao waliopo ni hawa kizazi kipya. Kwa wale wasanii wengi ambao tuseme waliofanya kazi na Mzee Hashim Kambi hatukuweza kuwaonaga sana, lakini jana tumeweza kuwaona. Tuweza kumuona Dude, tuweza kuona kina Dr. Almasi ambao bado pia wapo kwenye industry wanafanya vizuri. Kikubwa zaidi ilikuwa ni simanzi, lakini pia walikuwa tunasema kama wanaungana na familia ya marehemu kuhakikisha kwamba wanampumzisha mzee wao mahali pema peponi. Kikubwa zaidi ambacho kimejiri pia kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba Watanzania wamesikitishwa sana na hata pia wale wazee ambao wanasemekana kwamba wao ndio walikuwa the top kwenye masuala ya industry ya Bongo Movie ndo wanaanza sasa kupungua, wanaanza kupotea. Kama hata historia yako kubwa inakujulisha ni kwamba sasa hivi hata ni kazi sana kupata cast ya mzee kwenye tunasema kwenye kazi au filamu za Kitanzania zinazofanyika hivi sasa. Lakini pia watu walikuwa wamemsahau Mzee Charles Magari. Huyu alikuwa ni rafiki yake sana na marehemu, yani rafiki yake wa karibu sana. Tangu siku ambayo ilisikika taarifa kwamba amefariki, ambako ilikuwa ni tarehe 27, tulisikia kwamba amefariki. Charles Magari alikuwa anaposti sana katika ukurasa wake wa Facebook, via Instagram na kusema kwamba imekuwa ni ghafla sana. Tunaamini kwamba Mzee Kambi alifariki kwa maradhi ya pressure, yani kwamba yeye ni pressure tu akaanguka. Maana yake kwamba hata hakuumwa sana kwamba familia imuuguze, wasanii wenzake wapate muda hata wakwenda kumwangalia, kumtazama, kumpa pole. Ilikuwa ni ghafla sana kuondoka bila hata kusema kwa heri. Kwa hiyo ikawa Charles Magari amepata shida sana, yani tuseme ninahisi hata mpaka dakika hii unavyoona hii video bado analia huko nchini Marekani. Walikuwa wamesema kwamba wamehisi sababu mzee amefariki, amefanyaje, lakini siku ya jana uendekana ndo amezidi sasa kuonekana zaidi kwenye nyuso za Watanzania tena, kwa sababu iliwezekana hata watu wengi wakawa wanamwambia kwamba hebu acha sasa kuposti hizi picha, inatosha, tulitegemea tukuone msibani. Lakini wewe unapojua kwamba misiba ya Kiislamu huwa inaenda chap chap, yani mtu amefariki hapo hapo thawabu yake inakuwa ni kuzikwa mara moja. Sasa akawa ameshindwa mzee wa watu kuja kumzika rafiki yake, lakini ameonyesha upendo mkubwa na ameonyesha kuumizwa sana. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba tupendane jamani, kwa sababu urafiki unapokuwa unapiga picha memory kama hizo picha unavyoziona zinapita hapo chini, ndio urafiki wenyewe. Siku mtu akiondoka basi unaweza ukamkumbuka kwa hivyo. Lakini pia nitakujia na exclusive update recap kutoka kule kwa msanii Spark, ambaye pia naye ni msanii wa old school. Huyu alifariki tarehe hiyo 27, yani walipishana tu na Mzee Kambi pamoja na Spark. Nitakuletea exclusive kabisa uone kitu gani kilijiri kule, wapi walionekana, kwa nini hawakuonekana wengine, utaweza kujua.